Ibada ya Ijumaa Kuu ni miongoni mwa matukio muhimu katika misingi ya dini ya Kikristo. Masiha wa Bwana Yesu Kristo alipitia mateso makali, yakiwemo ya kuamba msalabani kwa ajili ya kuondolea dhambi wanadamu. Nchini Tanzania leo Wakristo wameungana na wenzao kote duniani kukumbuka tukio hilo na upendo huo ambao Yesu Kristo alionyesha kwa wanadamu. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe Dr. Benson Bagonza ametumia siku hiyo kuwakumbusha waumini kuhusu upendo huo wa kipekee. Kwa hiyo katika tendo la Ijumaa Kuu tunakutana na nguvu mbili zinagombana. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya upendo na nguvu ya pili ni nguvu ya ukatili. Ukatili umekutana na upendo pale msalabani. Nani alishinda? Nani alishinda? Upendo. Ujumbe wenye maudhui ya namna hiyo ukarejewa pia na Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Jimbo la Tabora, Kardinali Protase Rugambwa, aliyesisitiza upendo kwenye ibada yake. Na sisi vile vile katika kazi zetu zote tunazofanya, mimi mwenyewe kama askofu, padri au mweka wakfu au muamini katika ngazi mbalimbali katika familia, yote hao tuliyofanikiwa tukayapata, tutaweza kuendelea kweli kuyashuhudia hayo makuu ya Mungu anayotutendea sisi kama tutabaki tumeshikana naye huyo Mungu wetu. Yesu anasema tusameheane, tusichukiane, tusijengeane visasi. Wakati mwingine hata sala zetu, mimi kuna sala huwa nazichunguza sana. Hata sala zetu zimejaa visasi. Tusifanane na watu wengine ambao kwa kipindi hiki tulikuwa tunajinyima, tumefunga, tunafanya nini, lakini matokeo yake baada ya hapa tena tunajikuta tunarudi kule kule. Sisi kama Wakristo bado tunaamini ya kwamba mashitaka ya uongo aliyotungiwa Yesu Kristo yatabaki kuwa ya uongo hata kama yalitekelezwa pale msalabani. Viongozi wa dini wametumia pia siku ya leo kuwakumbusha waumini kuwa matendo mema waliofanya wakati wa Kwaresma, kusaidia wenye shida na mahudhurio mazuri kwenye nyumba za ibada ni masuala yanayotakiwa kuwa ya kudumu na sio nyakati fulani pekee. Kwa hiyo unakuta siku ya Ijumaa tano ya Majivu wanakuja wengi ambao hata waonekana. Sasa msalaba wetu sio wa aina hiyo kwamba tufuate wakati wa sherehe au tufuate wakati wa neema tu. Wapo wanaozijua taratibu, wapo wanaojua ukweli kuwa wengine wanasingiziwa, lakini tunaogopa kusimama na kusema ukweli. Na hasa tunapokubali kuongozwa na mambo ya kidunia, uasherati, uzinzi, ufisadi, uchawi, ushirikina, wivu, hasira, choyo, mafarakano, chuki, husuda, ulevi na ulafi, tunalisaliti pendo la Mungu kama Yuda. Maadhimisho ya Ijumaa Kuu mwaka huu yamefanyika katika wakati ambapo Watanzania wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Viongozi wa dini wametumia nafasi hiyo pia kuwakumbusha waumini majukumu yao. Lakini pia kutakuwa na kipindi cha kampeni. Hicho kipindi ni kipindi muhimu sana. Mimi na waasa hususan vijana, kama tunapoenda kwenye kampeni tusikilize sera and then tupige kura kutokana na sera. Na moja kwa moja sasa tunaungana na Padre Stefano Kaombe ambaye ni paroko wa parokia Kitunda kufahamu zaidi kuhusiana na siku hii ya Ijumaa Kuu. Ni siku kubwa kwa Wakristo na sina shaka paroko, pengine utueleze katika hili, kwa nini siku hii inaitwa Ijumaa Kuu? Hili ni Ijumaa Kuu. Siku zote 7 hizi ni Ijumaa Kuu. Toka tunapoanza Dominika ya mateso ya matawi. Kwa hiyo kuna hizi siku zote 7, sio siku za pekee. Kwa hiyo Pasaka kuwa Pasaka inaandaliwa, inajiandaa kwa siku 3 ndio zinakuwa Pasaka. Na ikiwa Pasaka baadaye tunakuja siku 7 zingine tunaadhimisha. Na ndio maana sisi wa Kristo kila siku ya 7, kila siku ya 7 Dominika ni siku ya Bwana, ni Pasaka ndogo. Kwa hiyo sisi wa Kristo ni maisha yetu ni Pasaka. Yaani uwezo kuzungumzia wa Kristo bila kuzungumzia Pasaka. Kwa hiyo sisi ni Pasaka. Kwa hiyo tunaiandaa Pasaka
kwa siku tatu, hizi siku tatu kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu nini, lakini ikishafika pia tuna siku 7 zote ni hiyo, na mwaka mzima ni Pasaka. Tunafahamu Wakristo katika kipindi hichi ni kipindi ambacho wamekuwa kwenye mfungo kwa takriban siku 40. Sasa kwa uzito wa siku hii, unaweza kutueleza vipi kuhusiana na siku hii ya Ijumaa Kuu? Inabeba taswira au inabeba nguvu gani? Ina nguvu gani kwa kimaandiko katika Ukristo? Sisi leo tunaadhimisha Pasaka ya Kikristo, lakini sisi ndio kwanza kuadhimisha. Kulikuwa na Pasaka ya Kiyahudi. Pasaka ya Kiyahudi walikuwa wanaadhimisha kukombolewa kutoka katika utumwa wa Misri. Na walikombolewaje? Kwa sababu waliambiwa kwamba mapigo yalikuwa mapigo kama 7 kwa ile Farao, lakini siku ya mwisho kwamba kila mtu achinje mwana kondoo ale na ile damu yake. Kwa hiyo kulikuwa na Pasaka ya Kiyahudi, na Pasaka ya Kiyahudi walichinja mwana kondoo. Sisi mwana kondoo wetu leo tunaoadhimisha leo Ijumaa, leo ni siku ya kuchinja, ni Kristo mwenyewe. Kwamba mmoja kati ya mfano wake aliotoa Kristo katika maisha yake ni kwamba alikuwa bwana mmoja akawatuma watu wanashamba wake. Mara ya kwanza akapenda, wakamuua, akaua. Leo mara ya mwisho sasa anampeleka mwanangu mwenyewe mpendwa, labda huyu watamheshimu. Kwa hiyo sisi Pasaka yetu si mwana kondoo tena, mwana kondoo wetu ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Kristo alikubali kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo siku ya leo Waisraeli walikombolewa kwa kuchinja mwana kondoo. Sisi leo si mwana kondoo yule mnyama. Leo sisi ni Kristo mwenyewe, binadamu, mwana wa pekee wa Mwenyezi Mungu. Leo aliamua kujitoa kwa ajili yetu. Sawa, katika hilo pia siku hii sina shaka inaambatana na matendo mema, inaambatana na mengi. Pengine uweze kutueleza ni vitu gani ambavyo vinafanywa katika kubeba uzito wa siku yenyewe kwa Wakristo? Siku ya leo kitu kimoja ambacho cha pekee, naweza kusema mengi lakini niseme moja tu. Leo tunafundishwa kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Yani ulimwengu wetu umejaa ubinafsi, ulimwengu wetu umejaa uchoyo, ulimwengu wetu umejaa nini? Leo tunafundishwa mimi nijitoe sadaka kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo mfano kwa siku hizo 40 tulikuwa tunafunga. Funga yetu ilikuwa haina maana kama kufunga kwako akumsaidii mwingine. Kwa hiyo leo tunafundishwa mimi maisha yangu yawe sadaka kwa ajili ya wengine. Kidogo nilichokuwa nacho kimsaidie mwingine. Kidogo nilichokuwa nacho kiwe na manufaa kwa wengine. Mimi nisijinimbikizie na viatu sio pia 7 na ndela sio ngapi wakati kuna wengine ambao wanatembea bila. Kwa hiyo siku ile tunachofundishwa ni kwamba mimi nijitoe sadaka kwa ajili ya mwingine. Naam, katika hilo pia miongoni mwa miko ambayo imezoeleka na imekuwa ikisikika pengine ni kwa baadhi ya makanisa ya Kikristo ni siku kama ya leo, siku ya Ijumaa Kuu, waumini hawali nyama. Huu taratibu unaweza kuelezea uko vipi? Yaani unahusiana vipi na kiimani, na pengine unaweza kueleza zaidi kuhusiana na hilo? Sio kwa baadhi ya Wakristo wote, yani si baadhi tu ya Wakristo wote. Cha kwanza ni kwamba kwa watu wa magharibi nyama ilikuwa ndio kitu cha thamani kweli. Kwa hiyo wao leo kutokula nyama ilikuwa ni sadaka kubwa kweli. Yani wewe unapenda nini? Yani mfano mimi nikiwa natoka wapi Moshi, Moshi wanapenda sana kula nyama na kitimoto. Kwa hiyo kile kitu cha thamani kweli ndio ilikuwa ni nyama. Ukizungumza watu wa kusini wanakula sasa nini samaki nchanga sio nini. Kwa hiyo kwao nyama leo ilikuwa ni kitu cha thamani kuliko vyote, moja. Lakini pili ni kwamba Kristo aliteseka, mateso yake yalikuwa makubwa. Ukiangalia mateso yake unaona mtu alivyonyanyasika, alivyo nini. Uwezi siku leo ukatamani kula nyama ukiona mateso yake. Kwa hiyo cha kwanza ni kile sadaka kubwa unaweza kuitoa kwa siku ya leo. Lakini pili ni kwamba mateso ya Kristo yalihusisha kwa namna moja na mwili wake. Mwili wake uliteseka kwa namna ya pekee sana. Nakushukuru sana. Asante sana kwa kushiriki nasi. Ni Padre Stefano Kaombe ambaye ni paroko wa parokia ya Kitunda, ambaye tumezungumza naye zaidi kufahamu kuhusiana na siku hii ya Ijumaa Kuu ambayo imeadhimishwa hii leo.